sisi wote hapa mnapotuona ni familia ya mpira. Vile vile nawaombeni sana vijana waandishi. Si ndo ngome imeisha. Ukikaa miaka 15 ofa. Nyinyi ndio mnakuja sasa. Mnatakiwa muheshimu, muangalie mpira wa Tanzania. Muutoe hapa ulipo walipoweka Karia uende juu zaidi. Kama anavyofanya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Anatabika sana mama yule. Mara goli la mama. Mara kaingia kuangalia kurekebisha kila kitu. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wako kwenye baraza lake la mawaziri wana macho chongo. Mheshimiwa Karia katika sakata hili la tarehe 8, mimi naliita tarehe 8 mwezi wa 3, alikuwa yuko nje ya nchi. Aliporudi baada ya bodi la ligi kuahirisha mechi hii, iwe kwa bahati mbaya, iwe kwa makusudi, lakini limeahirishwa kwa sababu kuna baadhi ya watu wamejitengenezea kanuni zao. Kwa sababu kukaa na mapanga, kukaa na fito, kukaa na ngumi, matusi, vurugu, kuchukua gari ya polisi kuweka mbele kwenye gari la Simba, ule ni uhuni. Ule ni upuzi, sio mpira. Ile ni kanuni mpya ambayo tumeiona Mwanza. Tena watu hata nyinyi waandishi mnasema mbona kule Mwanza mkuu wa mkoa alimwekea gari ya polisi hawakususa. Simba hawajasusa. Simba wanataka kuwaelezeni, Simba wanataka kuwasomesheni sheria, taratibu ya mpira. Kwa sababu Simba wao ndio wenye certificate, wenye lebo ya mpira wa nchi hii. Naanzia hapo. Simba walipoamua wanachama tena hao unaona kwamba tunataka kufanya mabadiliko tuinue mpira uwe juu. Unapotaja timu 5 au 10 katika Afrika, basi uhitaji na Tanzania Simba iwemo. Wengi walibeza. Nyinyi wengine bado mlikuwa vijana, mjakuwa waandishi wa habari. Walimbeza model. Wanachama tukafanya mikutano zaidi ya 3, lakini mkubwa kabisa tulifanya policy mess kwamba Simba inaenda katika mabadiliko ambayo yatakuwa ya uwekezaji ili mpira uweze kukua zaidi. Simba sisi tulinyonga, tulisema hivi tunataka kwenda kwenye mabadiliko. Mwenyekiti wetu wakati huo bwana Evans Aveva, kijana msomi, alisema wana Simba mtapata hayo mabadiliko. Bwana mmoja anaitwa Mheshimiwa Karia amerudi hapa, anasikia vyombo vya habari, watu wanamtukana, watu wanafanya nini, kwamba bodi lijiuzuru kwa ajili ya mechi tarehe 8. Karia alisema maneno haya yafuatayo: mpira wetu tumeuweka juu. Hatutakubali mpira huu ushushwe na watu wapuuzi, wajinga, wana desturi za kitoto. Tutaulinda mpira wetu. Mimi wananambia Simba, mimi sio Simba, mimi Costi. Lakini nyakati ya uongozi wangu mimi, klabu iliyofaidika ni Yanga. Anaongea kwenye vyombo kama hivi. Kwani wao tuliwalinda sana mimi na uongozi wetu. Sasa hapa ndio swala hili waandishi wa habari mmeliacha tu linaelewa yani. Lazima mrudi huko. Mimi nimejiuliza na watu wa Simba, wamefaidika nini Yanga? Na huyu mheshimiwa Karia anasema, kaongea kwa neno moja la Kiingereza kwamba amewalinda sana Yanga. Kivipi? Tukapata jibu, mkono unaotoa na mkono unaopokea. Ule mkono unaotoa ndio unachukua mamlaka. Sasa Karia amefanya jambo gani? Jambo la kwanza alofanya kupitia Yanga timu ya GSM, kutaka kuwavalisha wote jezi za GSM hapa. MT mdhamini mwenza. Kama sio ushujaa wa mama Babla, dada yangu yule, sote tungevaa jezi hapa imeandikwa GSM rangi ya njano, ambayo sio sahihi. Alipoondoka, waliposhindwa ile Simba, waliposhinda ile taarifa ile na hakuwepo tena mdhamini, akatoa kwa zile timu mbili alizowekeza, akarudi kwa mlango wa nyuma, mwekezaji wa timu zaidi ya moja. Najiuliza kitu kimoja. Simba walipotaka kuingia kwenye uwekezaji, tumeambiwa kanuni haiongei. Kwa nini GSM anataka kuwekeza zaidi ya timu 2, zaidi ya 3? Kanuni inasemaje?
haiongei lolote. Kwa nini wasiseme ngoja tukae tujadiliane ili tutengeneze kanuni ambayo itakuwa fair kuinua mpira wetu kwenda juu zaidi? Hakufanya hivyo. Pale ndio mafaidiko ya kwanza ya Yanga Afrika kwa Karia. Matokeo yake wamempanda kichwani. Marefali wanapanga wao. Hata mtangazaji hatumtaki Mpenja, tuletee Ngodo. Sasa wao nani? Wao bodi la ligi. Matokeo yake sasa Karia leo kila nilipokaa anatokea hata muuza nyanya kama mimi Manzese. Karia mjinga we, Karia mpumbavu. Hivyo kweli mtu wewe rais yule kafu kaupeleka mpira, ana heshima kubwa, mtu anaweza kumtukana mpumbavu? Sisi tunasema hivi, Kabudi hayawezi haya mambo. Kama waziri wa mambo ya ndani wa nchi hii aliachia magari ya polisi pale uwanja wa Taifa kuizuia Simba isiingie, basi hata Kabudi hawezi. Huu mpira bado urudi huku kwenye bodi la ligi, kwa sababu bodi la ligi Yanga mtoto wao. Simba mpira uliocheza mpaka ulofika hivi sasa hivi ni nguvu zake mwenyewe, uwekezaji, wanachama na kwa pamoja na bwana mdogo Ahmed Ally. Fanya kazi kubwa. Hao wazee msione hivi, wanafanya kazi kubwa usiku na mchana. Ndio Simba imefika pale. Lakini light Simba isingekuwa hivi, kuwa katika umoja wao, kupambana na kucheza mpira, kuwekeza vizuri katika soka, kuwa na vijana wazuri kina Hoa na wenzie, ingekuwa balaa kubwa. Kwa haya machache, mimi napenda kuzungumza neno moja vijana wangu. Tena moja. Leo sisemi sana. Jambo moja tu. Kabudi kama nataka kukaa nao amwite Musonde. Bado yuko hai. Aje uangalie vizuri hawa Yanga jinsi namna gani ilivyokwenda. Lakini kwa mimi ninavyotaka, mimi ninavyoona na wana Simba wote, kwa sababu tunaweza kuhamasishana. Kama watu wanasema watamwaga damu, wanaangalia waziri wa mambo ya ndani hawawezi. Kwa hiyo tunazungumza kwamba mpira huu bado urudi huku kwenye TFF, mpira huu bado urudi huku kwenye bodi ya ligi. Mugoto leo akae hapa aseme kapewa nini na Yanga mpaka umewabeba mpaka wanashindwa kusema. Kwa haya machache mimi napenda kukushukuru. Asanteni sana. Mimi nina maneno mawili au matatu ya kuongezea hapa. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Pili namshukuru mamangu rais wetu ameipandisha michezo, lakini nahisi kuna watu wachache wanataka kumwangusha. Na watu wachache wanataka kumwangusha ni watu wake mwenyewe huko, awaangalie. Kwa sababu mpira sio siasa. Mimi ninavyojua toka mtoto najua kama mpira ni furaha na ni michezo ambayo wanasiasa wako pembeni. Lakini sasa hivi nahisi kuna watu wachache ambao wamekuja kwenye hii karne yetu ya mpira kutaka kuleta siasa kwenye mpira. Mimi ninachosema, Yanga mpira atake asitake mechi itachezwa. Hataki sisi tutaenda Taifa, yeye na asitie timu, sisi tutakwenda. Na sisi tunajulisha ubora wetu, na ndio maana timu zilikuwa ngapi? 4 Tanzania mashindano ya kimataifa. Imebakia tu timu moja kwa sababu ni timu bora ambayo inajielewa na inajitambua. Na ndio maana tupo sisi na Afrika tupo kwenye michezo, kwa sababu sisi tunajielewa, tunajitambua, sisi ni watu wa michezo. Sasa yeye Yanga atake asitake, sisi tunamtaka hata usiku saa 6 aje. Sisi tunacheza naye pale. Midhali mechi ipo imepangwa na TFF, tutakwenda uwanjani. Na Karia kuwabeba kwako kama mwenyewe ulivyosema ndio kinachokukosti. Umetuamkia kabisa kwamba hawa nimewabeba. Sasa huyo Yanga ni punda, habebeki. Umembeba, matokeo yake sasa ndio hayo. Ndio maana watu wanasema mtoto umleavyo ndo akuavyo. Sasa Yanga umemlea Karia, matokeo yake ndo hayo. Sasa wewe ndo mwenye amri na soka lako, wewe na bodi ya ligi. Mimi nimemaliza, ndo hayo tu.